Unateseka? Pata cheti chako cha kuzaliwa ndani ya masaa 24 tu katika chaneli yako pendwa ya Feaboy kwa update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Katika video ya leo tutakwenda kuangalia nafasi za wanafunzi wa darasa la 4 katika mitihani yao ya upimaji wa kitaifa darasa la 4. Nimeona watu wengi wamekuwa wakisearch na wamekuwa wakiniuliza namna ya kuweza kupata matokeo haya ya mtihani wa upimaji wa darasa la 4. Kwa hiyo nimeamua kuonyesha video hii. Hatua ya kwanza kabisa utaingia katika simu yako sehemu ya NECTA. Sehemu ya Google utasearch neno necta.go.tz. Baada ya hapo utaweza kuiona website ya NECTA namna hii. Na ukishaiona website hii au nitaanza kwa kuonyesha kabisa namna ya kuweza kuipata website hii. Utaingia katika Google katika simu yako namna hii, utasearch neno NECTA namna hii. Baada ya hapo utaclick neno search, then website hii ya kwanza kabisa utakayoiona hapa. Hii website ndio unaotakiwa kufungua. Na ukishuka chini utaweza kuiona CSEE, FTNA, PSLE, ACSEE. Kwa hiyo unachotakiwa kufungua ni kufungua website hapo moja kwa moja. Itakuleta katika sehemu hii, na baada ya hapo uta scroll chini kabisa mpaka sehemu hii ya news and event hapa. Kama unapoona hapa utaweza kuona matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 CSEE 2025, lakini pia ukishuka chini utaona matokeo ya upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 SFNA. Kwa hiyo unachotakiwa ni kugusa hapa, au kama hautafuata njia utagusa hivi vidoti vitatu hapa juu. Baada ya hapo utabonyeza kwenye result, then utabonyeza SFNA, maana yake ni Standard for National Assessment. Utaweza kuona matokeo haya 2025 hapa kama jinsi yanavyoonekana. Utabonyeza hapa ili kufungua linki hiyo ya matokeo, na hapa sasa utachagua mkoa ambao unataka kuangalia matokeo yake. Let's say ni Arusha. Utabonyeza kwenye Arusha, alafu utakuja utachagua wilaya yako ambayo unataka kuangalia matokeo yake. Mimi nitabonyeza hapa. Hapa nimebonyeza Monduli, sitaki Monduli, nataka nifungue hii Karatu. Kwa nitabonyeza wilaya ya Karatu, na hapa sasa nitakwenda kutafuta shule yangu ambayo nataka niangalie matokeo yake. Nitatafuta shule yangu hapa ambayo nataka niangalie matokeo yake. Nitaitafuta shule yangu ambayo nataka niangalie matokeo yake namna hii. Nitaitafuta shule yangu hapa. Shule yangu ninayoitafuta. Shule ninayoitafuta iko wapi? Kwa hiyo wewe utafuata shule yangu ninayoitafuta ni hii hapa, Gietigi Primary School. Nimeitolea mfano shule hii kwa sababu ni shule ambayo nilisoma shule ya msingi hapa. Ni shule yangu ya msingi ambayo niliweza kusoma miaka ya nyuma. Kwa hiyo ndio maana nimejaribu kuitafuta ili kuweza kuangalia pia matokeo yake. Ni moja kati ya shule zinazofanya vizuri sana katika wilaya ya Karatu. Ni shule inayofanya vizuri sana katika wilaya ya Karatu. Ukiweza kuangalia hapo utaona A jumla zipo 11, B zipo 37 na C zipo 6, D hakuna. Kwa hiyo ni shule ambayo wanafunzi wake wote wamefaulu kwa average nzuri sana. Kwa hiyo hivi ni namna ambavyo wewe unapaswa kufuata taratibu hizi ili kuweza kupata matokeo yako ambayo unataka kuyaangalia. Na kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Asante na karibu.